Moja ya mambo ambayo Bwana Yesu Kristo anafundisha sana, anafundisha kwanza kuhusu kumpenda jirani na kumpenda hata adui yako, na zaidi anatufundisha kwamba tuombee hata wale wanaotutesa, kwamba na anasema kumpenda rafiki yako ni rahisi, kwa sababu hata watu wa mataifa wanaweza kufanya hilo, kwamba sisi kama Wakristo amri yetu ni kuu, matakwa yetu ya upendo yanavuka mipaka ya watu wa mataifa, kwamba kwetu sisi tunatakiwa tufanye lilo gumu, kupenda hata yule ambaye ni adui yako na kumwombea anayekutesa. Bwana Yesu analifanya hili kwa kuthibitisha. Wakati ametundikwa msalabani, Bwana Yesu hakutoa kauli ya kulaani watu walompelekea pale msalabani, na anawaombea msamaha kwa Baba. Anasema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Upendo wa namna ajabu huu, na mfano wa namna gani huu mbele zetu sisi wanadamu, hata kwa kuwe Muislamu. Lakini tunapoenda kuangalia maisha ya Muhammad, tunaona ni tofauti kabisa. Huu ni mtu ambaye alikuwa na chuki, mtu ambaye alikuwa na visasi, mtu ambaye alikuwa hatari. Muhammad alikuwa akikuchukia au ukimkasirisha au ukiingia naye bifu, ujue ni kama umeingia katika hukumu ya kifo tu. Na tunaona hata sasa, kwa sababu Muhammad katika mojawapo mambo anafundisha ni kwamba mtu yote anayemkosoa hatima yake ni kifo. Hii ndio tunaona roho iliyopo nyuma ya mafundisho ya Muhammad. Haikuwa inatoka katika mafundisho haya, kutoka katika roho wa Mungu. Bwana Yesu Kristo anakuwa na Roho Mtakatifu tangu anapobatizwa pale mtoni Yordani. Roho Mtakatifu anamshukia na anamuongoza katika kufundisha, na ndio anafundisha somo kubwa kuliko lote la upendo, na anatoa mifano mingi katika Injili. Mfano mzuri tunaona katika anapofundisha kuhusu habari ya yule Msamaria mwema. Link iko hapa, utaona reference ziko hapa. Na kusomea Sahih Bukhari hadithi namba 3031. Amesimulia Jabir bin Abdullah, nabii alisema, hapa akimaanisha Muhammad, yupo aliye tayari kumua Ka'b bin Ashraf ambaye amemuudhi Allah na mtume wake. Huyu Ka'b bin Ashraf alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akimkashifu Muhammad na alikuwa akipambana naye, akimwambia kwamba wewe unashusha mashairi, na mimi pia naweza kushusha mashairi mazuri kulishinda wewe. Ndio Muhammad anasema huyu mtu anatakiwa uawe. Anauliza masahaba wake, yupo aliye tayari kumua Ka'b bin Ashraf ambaye amemuudhi Allah na mtume wake Muhammad? Kasema Muhammad bin Maslama akasema, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, je, unataka mimi nikamuue? Mtume akathibitisha hilo. Hivyo Muhammad bin Maslama alikwenda kwake, yani alikwenda kwa Ka'b bin Ashraf na kusema, mtu huyu, yani mtume, ametusumbua na kutuomba sadaka. Ka'b akajibu na kuapia, mtamchoka. Muhammad akamwambia, tumemfuata lakini hatutaki kuachana naye mpaka tujue mwisho wa hayo mambo yake. Muhammad bin Maslama akaendelea kuzungumza naye kwa namna hiyo mpaka alipopata fursa ya kumuua. Maana yake hapa, huyu Muhammad bin Maslama alikwenda akamhadaa huyu Ka'b bin Ashraf, akijifanya kama vile nasema katika lugha ya kimtaani kwamba anamsnitch, akajifanya kama anamsnitch Muhammad. Na huyu Ka'b anamwambia na kwa pia mtamchoka. Baada ya kuona huyu Muhammad bin Maslama anaona sasa ameweza kuteka akili ya huyu Ka'b bin Ashraf, ndipo anapata fursa na anamuua. Kuna hadithi nyingine tunamuona Muhammad akiwa hoi bin Taban kitandani, muda mfupi kabla ya kufa, alikuwa akiwalaani Wakristo na Mayahudi. Kwa hiyo Muhammad alikuwa ni mtu mwenye chuki tu, tofauti kabisa na Bwana wetu Yesu Kristo. Ninachojaribu kufundisha hapa, ndugu yangu Muislamu, kuna karama kubwa katika kusamehe hata wanaokutesa. Kuna karama kubwa katika kusamehe wanaokukosea. Kuna karama kubwa katika kuombewa wanaokutesa. Na kuna neema kubwa zaidi ya kusamehe. Na Bwana Yesu anatufundisha, msipowasamehe watu waliokukosea, hata nyinyi Baba yenu wa mbinguni hawatawasamehe dhambi zenu. Kwa namna hii, hakika Muhammad hayupo peponi, kwa sababu hakuwa mtu wa msamaha. Tunaona badala ya kusamehe anatoa amri watu wakamuue huyu Ka'b bin Ashraf. Nikukaribishe ndugu yangu Muislamu,
Soma hizi Injili uone maisha Bwana wetu Yesu Kristo, uone mafundisho yake yalivyo, namna gani yalivyo tofauti, lakini namna gani yalivyo katika uelekeo wenye neema tele, wenye mwelekeo wa mafundisho sahihi ya Mungu. Mungu anatutaka tumpende yeye kwanza, lakini pia tumpende jirani yetu. Na zaidi sana Bwana Yesu anatuambia kumpenda jirani ni rahisi. Kupenda watu unaowapenda au marafiki zako wa karibu ni rahisi, kwa sababu hata watu wa mataifa wanaweza hilo. Lakini anawaambia, mimi nawaambia mpende adui zenu na muombee wanaowatesa. Tafakari haya. Nje ya upendo hakuna uzima wa milele. Bila ya msamaha hakuna msamaha wa dhambi mbele za Mungu. Na ndicho anachofundisha Bwana Yesu Kristo. Tafakari ndugu yangu Muislamu. Mungu akusaidie sana.